Wanaomtumaini Bwana ni kama mlima, hawatatikisika. Unapoamua moyoni mwako kumtumaini Bwana katika maisha yako yote, tangu siku umeamua kusema ninamtumaini Bwana, Biblia inasema haui tu mwanadamu wa kawaida, lakini unageuka kuwa mlima. Kwa maana Biblia inasema katika Zaburi ya 125 mstari wa 1, wamtumainiao Bwana ni kama mlima Sayuni ambao hautatikisika. Inawezekana Sayuni mbali, lakini kwa hapa Tanzania tuna mlima mkubwa kuliko milima mingine Afrika, na hapa tungesema wamtumainiao Bwana ni kama mlima Kilimanjaro, hawatatikisika nao watakaa milele. Ungempigia Bwana makofi ya shangwe. Ni maombi yangu asubuhi ya leo, Mungu akufanye mlima kwenye familia. Hakuna wachawi watakao kusukuma ukatikisika. Mungu akufanye mlima usiotikisika katika taasisi, katika ofisi, katika jamii unayoishi, katika kazi unazofanya na mahali ulipo. Mungu akufanye mlima, na heri wale wanaomtumaini Bwana. Alafu ungempigia Bwana makofi mengi ya shangwe. Haleluya. Wale wanaokusukuma kwa umbea, wanaokusukuma kwa maneno, wanaokusukuma kwa chuki, wanaokusukuma kwa uchungu, kwa hasira, wanaotarajia waone aibu na anguko lako, ni neno moja tu. Zaburi ya 125 mstari wa 1, wamtumainiao Bwana ni kama mlima Kilimanjaro ambao hautatikisika, wakaa milele. Kwenye biashara utakaa, kwenye nafasi utakaa, kwenye kipawa utakaa, kwenye hali yako ya kiuchumi na fedha utakaa, kwenye hali yako ya kiroho utakaa milele, maana umegeuzwa kuwa mlima kwa kuwa unamtumaini Bwana. Wamtumainiao na waseme amina, na wampigie Jehova na vigelegele vya shangwe. Haleluya. Wamtumainiao Bwana ni kama mlima Kilimanjaro, hautatikisika. Uko pale, hausukumwi kwa maneno ya watu, hausukumwi kwa chuki za watu, hausukumwi kwa wivu wa watu, hausukumwi kwa maamuzi ya vikao vya watu. Ule mlima is there always. Na mimi nasema utakaa kwenye hiyo ndoa yako, utakaa kwenye mipango yako, utakaa kwenye ulimwengu wa biashara, utakaa kwenye huduma, utakaa. Wamtumainiao waseme amina, na wampigie Jehova vigelegele vya shangwe. Haleluya.